Mungu wetu aliye hai, tunakuja mbele zako asubuhi ya leo Bwana, tukilibeba taifa letu la Tanzania mikononi mwako Bwana. Kuna wako mtakatifu akapate kutuhudumia, akapate kutuongoza katika jina lako Yesu Kristo. Mungu wetu aliye hai, hatuwezi kusahau wewe uliyotendea Bwana katikati ya taifa letu, lakini Mungu tunakuja mbele zako tena kwa ajili ya neema hii, kwa ajili ya kibali, kwa damu ya mwana kondoo. Mungu tazama mbele yetu kuna uchaguzi Bwana. Mungu tunaliweka taifa letu la Tanzania mikononi mwako Bwana. Roho za mafarakano tunazikataa kwa damu ya mwana kondoo. Roho za magomvi tunazikataa kwa damu ya mwana kondoo. Roho za kutetaji kwa damu ya mwana kondoo tunakataa katika jina lako Yesu Kristo. Haki yako Bwana ikapate kusimama, haki yako Mungu ikapate kusimama katikati ya taifa la Tanzania. Mungu ni hai, tunaita nguvu zako, tunaita mamlaka yako katikati ya taifa la Tanzania, katika jina lako Yesu Kristo. Hila zote za adui zikapate kushindwa katikati ya taifa letu kwa damu ya mwana kondoo, katikati ya jina lako Mungu ni hai. Tunasema asante Bwana kwa ajili ya neema, kwa ajili ya kibali, kwa ajili ya uzima. Mungu tunakushukuru. Asante Mfalme. Basi simama kwa miguu yako miwili. Simama kwa miguu yako miwili. Inua mikono yako juu, ishara kusali na mbele za Bwana. Baba, mfalme wa falme, shujaa wa msalaba, Mungu wa miungu, hakuna mwingine kama wewe tena, mfalme wa falme. Jina lako ni jina kubwa. Unatenda kazi sawa sawa na mapenzi yako. Baba, kila topo leo tunakuita na unaitika. Sisi ni watoto wako. Usituache. Kaa na sisi tena, mfalme wa falme. Ishi nasi tena, mfalme wa falme. Baba, ni muda mwingine tena, mfalme. Tunahitaji mfalme ukaseme na sisi kwa namna tofauti. Ongea na sisi tena, mfalme wa falme, kwa jinsi ya tofauti sana, mfalme. Wewe ni Mungu, hakuna mwingine kama wewe. Ninakusifu na kutukuza, ninakuheshimu, ninakuinua. Wewe ni Bwana mabwana. Wewe ni mfalme wa falme. Wewe ni kimbilio letu. Wewe ni Jehova ile. Wewe ni Jehova Sama. Mfalme wa falme, tunashusha chini kila roho zote zile za kuzimu, wakuu wa anga, ufalme wa giza ambao anakwenda kusimama na kuteka maeneo haya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunaiteka kinyala kila fikra ipate kukutii wewe Yesu Kristo aliye hai. Tunashusha mawazo yote Bwana yaliyo kinyume na mawazo ya kukufikiri wewe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ngome za kichawi, ngome za utekaji wa kila namna Bwana, kwa kupitia mawazo, kwa kupitia ulimwengu wa roho, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kila roho zote za kuzimu zisipate nafasi hata dakika moja, kwa damu ya mwana kondoo. Nami naalika ule moto ulao, nami naalika ile nguvu itokanayo katika kile kiti cha enzi cha mwana kondoo aliye hai, katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu kwa utukufu wako, malaika wako pamoja na nguvu zako Bwana zikapita. Angels of God, angels of God, tembea sasa, nguvu ya Mungu, malaika wa Bwana wakatembea sasa mahali hapa. Mfalme wa falme,
ninashuka chini ukapate kuinuka wewe mwenyewe juu. Lakini tena mfalme wa uzima, ninataka ukapate kuonekana wewe katika jina la Yesu. Onekana mwenyewe live, onekana na nguvu zako Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Basi kama una furaha na amani, unaweza kupunga mkono juu. Bwana Yesu asifiwe. Ninaona nyuso zilizojaa bashasha na tabasamu nzuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunamshukuru Mungu kwa sababu ya Jumapili nyingine tena kwa ajili ya kutanikana pamoja na kufarijiana maneno mawili matatu. Lakini tunamshukuru pia Mungu kwa sababu ya neema yake na kibali chake ambacho alichotupa kwa ajili ya pumzi pamoja na uhai. Lakini vile vile tunamshukuru Mungu kwa sababu ya mawazo yetu yamewaza siku ya leo kwa ajili ya kwenda kumtumikia Mungu na kwenda kumtafakari Mungu. Kwa hiyo ni Jumapili nyingine tena ambayo ni Jumapili ya Pentekoste, lakini ni Jumapili ambayo ina wazo kuu ya upendo wa Mungu kati yetu, lakini pia ni Jumapili yenye utukufu na neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo ni siku ya tofauti sana, na ni siku ya leo ni siku ambayo iliyojaa nguvu na uweza wa Mungu, na ni siku ambayo iliyojaa uweza wa Bwana. Lakini ukihitaji uione siku nzuri, ni lazima uinene mazuri. Ukihitaji uione siku ni mbaya, lazima uanze kutafakari mabaya. Mtu ambaye akiamka asubuhi akianza kumtafakari Mungu, akianza na Bwana, atamaliza na Bwana. Akianza kutafakari madeni, ataishia na madeni. Akianza kutafakari uzinzi, atamaliza na uzinzi. Lakini akianza kutafakari majukumu hapa na pale, atamaliza na majukumu hapa na pale. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama umeanza na Bwana, utamaliza na Bwana, na neema ya Mungu itakuwa juu yako katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ninaomba utoke nyumbani kwako uje kanisani sasa. Ni muda wa ibada, ni muda wa kumtafakari Mungu. Yale makwazo ambayo uliyokwaza wakati mwingine, roho ya kusamehe na kusahau na kuachilia umeshindwa, msihi Mungu, samehe sasa. Ni muda wa kumsikiliza Bwana anaongea nini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alitupenda na Mungu alimuumba mwanadamu kwa jinsi ya tofauti sana. Haleluya. Akamtengeneza mwanadamu kwa jinsi ya tofauti. Lakini mwanadamu alitengenezwa ni baada ya kutengeneza na kuumbwa kwa kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akasema na tumtengeneze au na tumuumbe mwanadamu kwa sura na mfano wetu, akatawale wanyama wale ambao waliowaumba, akatawale mito, akatawale mimea na kila kitu mwanadamu akatawale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna namna pale katika uumbaji wa Mungu, kuna namna ambapo Mungu alitupa kila kitu ambacho alichokitengeneza, akatupa mamlaka ya kutawala. Lakini hakuishia hapo, akasema na tumfanye mwanadamu kwa sura na mfano wetu. Maana yake mwanadamu, fikra ya kwako ni tofauti na minyama yoyote. Fikra ya mwanadamu ni tofauti na vitu vyovyote. Lakini ile jinsi alivyotengenezwa mwanadamu ni tofauti na mnyama, lakini ni tofauti pia na mimea au na milima na kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi wanadamu, Mungu akikuweka duniani, una mamlaka ya kutawala kila kitu na kumiliki kila kitu ambacho Bwana Mungu alichokiumba. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini sasa kutokana na namna ambapo wakati mwingine kwa kutokujua na kwa kutokufahamu, mwanadamu tayari badala ya kutawala, tayari mwanadamu akaingia kwenye utawala ambao akatawaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaingia kwenye utawala ambao akaingizwa kutawaliwa, na wakati yeye tayari ni mwana wa Mungu. Biblia inazungumza kitu kimoja. Mungu ni mfalme wa wafalme. Bwana Yesu asifiwe. Ni shujaa wa mashujaa. Lakini Biblia inazungumza, inasema mimi ni mtoto wa nani? Wa Mungu. Na mtoto wa Mungu siku zote huwa ni mrithi wa vitu vya baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake kitu kikitengenezeka nyumbani ni cha kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Gari ikinunuliwa nyumbani, baba kanunua gari, ni ya kwangu pia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi ninawezekana nikawa na kitu ila sio cha baba. Hebu tuelewe hichi kitu. Ila mimi nikinunua kitu kama baba ni cha mwanangu. Ila mwanangu akinunua kitu yumkini sio cha kwangu, ni cha kwake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utajiri, maarifa, hekima ya Mungu, wanyama aliyowaumba Mungu ni mali ya kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunaweza kuona ni namna gani ambavyo Mungu akatutazama kwa macho mawili, akatupenda kwa namna ya tofauti. Maana yake alituchukua, akatusogeza kwenye familia, akatuweka pamoja na naye ili tuishi pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Huo ni upendo mkuu wa Mungu. Ili somo la upendo ni somo ambalo lina mapana makubwa sana, lakini naomba unielewe kwa kifupi sana, ambapo nitakapojaribu kunanili kwa hizi dakika chache. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kuna namna ambapo Mungu mwenyewe akatizama, akamwangalia mwanadamu. Anampenda mtoto wake. Alimuumba kwa sura na mfano wake. Akimtizama mwanaye anampenda. Akitizama kiumbe alichokiumba anakipenda. Akasema kwa kweli huyu mtoto wangu namfanyia jambo nzuri. Ataishi maisha mazuri akiwa chini ya jua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ghafla Ibilisi aitwa Shetani, yule alikuwa mwanzoni alikuwa anaitwa jina la Lucifer. Bwana Yesu asifiwe. Yule aliasi, akataka aabudiwe kama Mungu huko mbinguni. Mungu akaona sio vyema, kipindi hicho cha ule akaamua kumshusha chini na akamtoa ule uzuri aliyokuwa nao, akaondoa kila kitu, akamshusha kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini si hajaishia hapo tu. Ipo siku baada kitambo kifupi atatupwa na atatumbukia pamoja na wafuasi wake katika ziwa liwakalo moto. Bwana Yesu asifiwe. Moto wa jehanamu haujaandaliwa kwa sababu ya mwanadamu au yoyote yule. Moto wa jehanamu umeandaliwa kwa sababu ya Shetani na malaika zake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Ibilisi hakutaka aingie peke yake, akatafuta wa kwenda naye. Na kutafuta wa kwenda naye, akamwona mwanadamu anaweza akaenda naye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbuka, wewe mwanadamu ana nafasi yake mbinguni. Wewe kama jinsi ulivyozaliwa kwa baba yako na mama yako, au mimi nilivyozaliwa kwa baba yangu na mama yangu, na nafasi ile nilionayo, na ndiyo Mungu alivyokuandalia wewe nafasi na makao mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo Ibilisi anatamani aingie kule peke yake, anatamani aingie na mwanadamu. Biblia inaniambia ni moto wa milele. Mungu akasema sitamani mwanadamu aingie. Wanadamu wakaasi, wakapitia mambo mengi, lakini ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 3 na mstari wa 16 inazungumza kwa maana jinsi hii. Sura ya 3 mstari wa 16 inazungumza kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana yake kikao tena cha mara ya pili kikakalika mbinguni baada ya kikao cha kwanza. Akasema nani ni mtume duniani akawaokoe wanadamu na dhambi zao. Ndipo nafsi ya pili ikasimama, nitume mimi, ndaye ni Emanueli, ambaye ni Yesu Kristo aliye hai. Tulizungumzia mara ya kwanza nafsi ya kwanza ambayo ndio Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Hii tunayozungumzia ni nafsi ya pili ambayo ndio Mungu Mwana, kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu na dhambi zake. Lakini nafsi ya tatu ni baada ya ukombozi wa mwanadamu, akasema sitawacheni yatima, nitawacheni msaidizi ambaye ndio Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu akaonesha tena upendo kwa mwanadamu. Anatupenda. Akasema sasa huyu mwanadamu atapotea, huyu mwanadamu ataangamia. Kitu cha kufanya lazima nitoe. Akajitoa mwenyewe. Alivyojitoa akaja kwetu sisi, na sisi wenyewe tukamsulubisha. Biblia inasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kifo chake pale msalabani, alipokufa pale msalabani, zile hati zote za mashtaka zilizosimama Ibilisi alizokwenda kuziandika pale, akasema wewe, huyu hapa sio mtumishi wa Mungu kwa sababu amezini, huyu sio mtumishi wa Mungu kwa sababu ameloga, huyu sio mtumishi wa Mungu kwa sababu ameruka, huyu sio mtumishi wa Mungu kwa sababu amesema uongo. Pale sasa damu ya Yesu ilivyosimama pale msalabani ikafuta kila kitu. Maana yake hata leo sasa tunavyoongea, ukisimama na kutubu, Bwana na kusamehe. Ni upendo wa Mungu pekee, ni neema ya Mungu pekee ndio inaweza kukutoa huko uliko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nasema ukilitamka jina la Yesu utapona. Ukilitamka jina la Yesu utasamehewa. Ukilitamka jina la Yesu utaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Sikia nikwambie, kuna wakati unawezekana ukasimama unapita katika wakati mgumu, lakini jina la Yesu ndilo linaloweza kukufariji. Usitegemee faraja ya Laurenti. Faraja ya Laurenti na mwisho wake. Usitegemee siju mtu fulani atakuja kuniona nikiumwa na yeye anachoka, lakini Mungu wetu hachoki. Mungu wetu yeye ni jana, leo na hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna upendo wa Mungu kama jinsi nilivyoongea, namna ambavyo anavyotupenda. Lakini sasa Biblia imetueleza na tumeona kabisa katika kitabu kile cha somo la pili. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona somo la pili kutoka katika kitabu kile cha Yohana wa kwanza sura ile ya 4. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kuna namna ambapo Mungu anawezekana akasimama kama faraja kwetu kwa sababu anatupenda. Lakini wanadamu kama tunapendwa na Mungu, upendo wa Mungu ukikaa ndani yetu, na lazima na sisi tutapendana.
Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13 kuanzia mstari wa kwanza utajifunza mambo mengi katika kitabu hiki. Kitu cha kwanza, kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13 na mstari wa kwanza tutasoma, alafu nitaruka mstari mwingine. Nasema kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13 na mstari wa kwanza inasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upato uvumao. Upendo ndiyo sosi ya kumjua Mungu. Ili umjue Mungu ni lazima umtazamie mwenzako kama unavyojiona wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na ukimsengenya mwingine, ukimsema vibaya mwingine, upendo hauko ndani yako. Elewa hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama ukimsema vizuri kwa namna ya kumuokoa na ukampasha habari ili aokoke, basi tayari ule upendo wa Mungu upo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Lakini mstari wa 8 nasema, upendo haupungui neno lolote wakati wote, bali akiwepo unabii, bali ukiwepo unabii utabatilika, zikiwepo lugha zitakoma, yakiwepo maarifa yatabatilika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukianzia moja ukiendelea, imezungumza kabisa kabisa kama upendo hauhusudu, upendo hautakabali, wala upendo hauhesabu neno lolote. Bwana Yesu asifiwe. Yule amekuja jana nimemsaidia, leo tena nimemsaidia, kesho tena nikamsaidia, unahesabika tu, inahesabu. Akili ya mwanadamu kazi yake ni kuhesabu 1, 2, 3, 6, 7. Lakini Mungu upendo wake haupo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Upendo wa Mungu haupo hivyo. Upendo wa Mungu ni yani anakusaidia leo, atakusaidia kesho, atakusaidia kesho kutwa, na mtondogo pia atakusaidia, hauhesabiki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwanadamu anakuambia hapana, jana alikuja nilimpa 20,000, leo amekuja nikampa 10,000, akaja tena nikampa 5,000. Hapana, nimechoka. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Upendo wa mwanadamu unachoka, lakini upendo wa Mungu hauchoki. Mungu hachoki kutupa afya, Mungu hachoki kutupa riziki. Kila tukienda kazini anatupa riziki, tukiamka anatupa uhai, tukifanya hivi anatupa. Ni upendo wa Mungu pekee. Hachoki wala hachoki kabisa. Tukimuomba anatupa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikia nikwambie, na wakati sahihi ni saa ya kutafuta upendo wa kweli ambao ni upendo wa Mungu. Wala usiadaike na vitu vyovyote vile. Tafuta upendo wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi wako, mume wako, mke wako ana uwezo wa kukusaliti, lakini Mungu hawezi kukusaliti. Watoto wako wana uwezo wa kukusaliti, lakini Mungu hawezi kukusaliti. Yeye aliyekusimamisha akakupa kipaji na kalama ulio nayo ndio atakayokuendeleza tu. Hata watu wakisema, hata waseme wewe unajipendekeza, lakini sikia nikwambie, yupo Mungu aliyekupa hicho ulicho nacho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikia, ukisimama juu ya msingi ambaye ni Yesu Kristo, itakuja miamba yatakupiga, hautaanguka, kwa sababu upo juu ya msingi imara ambaye ni Yesu Kristo aliyekupenda toka mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikufungue kitu kimoja. Mungu alianza kukupenda wewe kwanza. Alivyoanza kukupenda wewe, na wewe ndio ukampenda yeye. Halo. Halo. Kwa hiyo kama
Mungu ameanza kunipenda mimi na ni baba yangu ameanza kunipenda mimi, kwa nini mimi nisimpende? Lazima nimpende. Kazi zake lazima nizipende. Kitu alichokipandikiza ndani yangu lazima nikipende, kwa sababu yeye alinipenda kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu kalama zao zinakufa kwa sababu ya maneno. Kuna kitu kiko ndani yako unashindwa kukitoa kwa sababu ya maneno. Yaani usije ukakaa kimya, utahukumiwa baadaye, kwa sababu Mungu alichokipandikiza ndani yako kinahitajika kitoke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni kuhubiri, mwaga cheche za Bwana. Kama ni kuimba, imba watu waokoke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia ikasema wakina mama wakaulizwa mko wapi? Wakasema tumefunga vibwebwe. Kazi yetu ni kuomba. Maombi yako yako wapi? Uombaji wako uko wapi? Ile kalama ya kuiombea familia yako iko wapi? Au kwa sababu ulipozimishwa kipindi kile unaomba, unajua kuna sehemu zingine ukisimama ukiwa unaomba, hata mume wako anakuambia wewe unapiga kelele, hebu nyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa iko wapi? Ulichukua uamuzi gani baada ya kunyamazishwa? Sikia nikwambie, usinyamanze. Yeye aliyekupa kinywa cha kutamka lazima utamke. Kazi yako ni kutamka. Kama ni kufunga vibwebwe, funga vibwebwe. Omba mbele za Bwana, Mungu atakuinua tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wakati wa Bwana ni sasa. Wakati wa Bwana ni leo. Bwana amesema leo utaijua kweli. Bwana amesema leo utajitambua. Bwana amesema leo utanena kwa lugha. Bwana amesema leo utaomba. Bwana amesema leo utaimba. Sema leo leo. Imba leo leo. Tumika leo leo. Fukutia ufutio wa Roho Mtakatifu leo leo. Usingoje kesho Bwana, maana kesho hauijui. Bwana Yesu asifiwe. Wala usingoje kitu kingine. Haleluya. Haleluya. Tumika kama utatumika tena. Ukisimama juu ya madhabahu, hebu tumika kama utatumika tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hakuna waya haujielewi. Mwite Bwana wa majeshi. Yeye peke yake ndiye anataka kuinua. Mwite Bwana wa majeshi. Yeye ndiye aliyekuweko, ndiye yupo na atakaye kuweko. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu ndiye aliyekupa. Ni Bwana ndiye aliyekuinua. Kama ni Bwana aliyekuinua, hakuna mwanadamu yoyote anaweza kukushusha. Hapo ambapo ulipo, simama hapo hapo. Hapo ambapo ulipo, simama hapo hapo. Yeye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia? Mungu aliamua kukusimamisha wewe. Mungu aliamua kukuinua wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu aliamua kukuinua wewe. Kama Mungu aliamua kukuinua wewe na unajijua kitu ambacho kilichomo ndani yako na unajua kabisa Mungu ndiye aliyekupa, hebu lisubirie kusudi la Bwana litimie. Hebu subiri Bwana anasema nini ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikia nikwambie, ni kipindi cha Pentekoste. Ni kipindi cha kuinua kalama. Zile kalama zilizokufa ni kipindi cha kuinua. Hebu inuka na uangaze, maana nuru yako imekuja na nuru yako ni leo. Nuru yako ni sasa. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sikia nikwambie, kuna watumishi baada ya kupewa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu alivyoshuka ndani yao wakaanza kuitenda kazi. Angalia kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3. Matendo ya Mitume sura ya 3 ukianzia mstari ule wa kwanza. Kianzia mstari wa kwanza. Hiyo hapo ndio. Tunasema basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 6. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu ambaye walimweka
kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ila ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyo alimwona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliwaomba apewe sadaka. Nitaendelea kusoma kwa ajili ya muda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Walianza kutenda kazi. Yule mtu alikuwa na keti pembeni mwa mlango. Labda tunaweza tukachukulia sasa hivi mlango wetu ule pale, alafu ule mlango tunauita Mzuri, halafu huu mlango tunauita mlango wa hekima. Bwana Yesu asifiwe. Ule mlango Mzuri ndio mlango mkuu wa hekalu kwa ajili ya watu mbalimbali unapita kwa ajili ya ibada, lakini huu mlango wa hekima ni mlango ambapo panapita makuhani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa ule mlango ambao sasa uitwao Mzuri, yule kiwete aliketi kando kando ya ule mlango akisubiri apewe sadaka. Basi Petro na Yohana wakapita. Walivyopita wakatazamia kabisa, yule kiwete akatazamia, akawaomba ili apewe chochote. Petro akamwangalia na Yohana akamtizama, wakasema, usitazamie fedha, usitazamie dhahabu kutoka kwetu, ila nikupacho kitakusaidia katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Unataka kujua alimpa nini? Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama na uanze kutembea. Ghafla yule kiwete, Biblia inasema akasimama na akaanza kutembea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nyayo zake, Biblia zinasema, zikaanza kukanyaga, naye akaanza kutembea. Kama ni kujitegemea, akaanza kujitegemea, naye akaenda kutafuta mkate wa kila siku. Sikieni kwambie, nikupacho ndio hichi, nikupacho ndio hichi. Kama jinsi ambavyo Yohana na Petro walivyompa yule kiwete, na mimi ndicho ninachokupa katika asubuhi ya leo. Nikupacho ni nguvu za Roho Mtakatifu. Nikupacho ni jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, simama na uangaze sasa. Simama na uende sasa. Hapo ambapo ulipo, simama hivyo hivyo jinsi ulivyo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Simama na kalama ya kwako. Simama jinsi ulivyo. Usijali vile vikwazo, wala usijali maneno wala chochote. Nakwambia, simama na uangaze, nuru yako leo imekuja. Simama tuombe. Simama tuombe. Simama kwa miguu yako. Inua mikono yako juu. Baba, peke yako ni Mungu mkuu, hakuna mwingine kama wewe. Jina lako ni jina kubwa sana. Unatenda kazi sawa sawa na mapenzi yako. Baba, tazama kalama za kila mmoja. Mwangalie mama yule mfalme, mwangalie kijana yule baba, mwangalie baba yule, mwangalie binti yule. Mfalme wa falme, ni watu ambao wanakutafuta sana kwa bidii. Lakini Biblia inasema, ukasema ya kwamba heri wakutafutao kwa bidii, maana watakuona. Roho Mtakatifu anahitaji kukuona sasa. Baba, wanahitaji kukuona sasa tena, mfalme wa falme. Nikisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2, Bwana, ukawazukia wale watumishi wako tena, mfalme wa falme, lakini wakavuviwa na Roho Mtakatifu. Ghafla zikatokea kama ndimi za moto zilizojawa Roho Mtakatifu. Kila mmoja akaanza kunena kwa lugha. Lakini tena, mfalme wa falme, nikisoma katika kitabu namuona yule mtoto ambaye aliyekuwa amepooza, ukasimama na kumuinua kwa neno. Mfalme wa falme, kama neno lile jinsi ulivyoinua tena Bwana, kama jinsi ambavyo ulivyosimama tena, mfalme wa uzima, na mtoto yule Bwana, na kijana yule, mfalme wa falme, kama jinsi ambavyo ulivyoponya Bartimayo kipofu, nasi mfalme wa falme, lile neno Bwana, lile neno Bwana, lile neno Bwana likasimame ndani yetu. Bwana, likasimame ndani yetu. Tutie moyo, mfalme wa falme, pale tunapokata tamaa. Roho Mtakatifu, simama mwenyewe. Baba, simama mwenyewe tena, mfalme wa falme, katika jina la Yesu. Baba, tunakuita sasa. Baba, kaa nasi sasa. Baba, kaa nasi sasa. Mfalme
mfalme wa falme. Tazama, kuna mgonjwa yule ambaye anayeumwa tena, mfalme wa falme. Wakati mwingine anasema, anakuuliza Mungu, utapona lini? Anakusatazamia Baba, haya magumu kwangu yataisha lini? Mfalme wa falme, ni maswali ambayo hayana majibu ndani yake. Mfalme wa falme, ni maswali ambayo mfalme wa uzima hayana majibu kabisa, lakini majibu unayo wewe. Lakini majibu unayo wewe, mfalme wa falme. Mpe majibu ya maswali, mpe majibu ya maswali yake sasa. Baba, simama sasa katika jina la Yesu. Tunakwenda kinyume na zile roho za kuzimu zinaweza kwenda kusimama na kuachilia kikwazo katika familia yake, katika maisha yake, katika mwili wake, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wewe ugonjwa, kwa mamlaka na uweza wa jina la Yesu, nami nakuamuru sasa, hama, toka kwa jina la Yesu, toka. Wewe roho uliyesimama ndani yake, ambao ukatengenezeka kwa makao ndani yake, ukasema kabisa hapa ni kwake, hiyo mikataba na maagano ambao uliyofunga naye, kuanzia sasa Bwana anavunja mikataba, Bwana anavunja maagano, Bwana anavunja kila roho za kila namna. Kuanzia sasa, wewe mkataba, wewe maagano, toka, toka, toka. Achia mwili wa dada huyo. Ndio nakuona wewe. Achia. Ninaachia ndimi za moto sasa. Ninaachia ndimi za moto sasa kutoka katika kiti cha enzi cha mwana kondoo aliye hai. Ninaachilia moto. Ninaachilia moto. Ninaachilia moto. Moto kwa jina la Yesu. 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 By fire. By fire. By fire. By fire. By fire. 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 Fire, 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 fire. Achia kalama yake, achia uimbaji wake, achia maombi yake, achia familia yake, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Efata rabasakata yekere baba, funguka sasa kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu kwa sababu ya neema yako, ukuu wako pamoja na nguvu zako Bwana ni za ajabu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila mwenye pumzi aseme amen. Haleluya. Hebu mchapie tena Bwana makofi. Basi tunaweza tukakaa. Bwana